utaratibu wa kutambua, iko mikataba ya kimataifa ina utaratibu wa kuwatambua watetezi wa haki za binadamu. Mmeeleza ambavyo watetezi wa haki za binadamu wanaishi kwa hofu katika kutekeleza majukumu yao. Nataka nitumie nafasi hii kuhakikishieni kwa mara kwanza ukiona watetezi wa haki za binadamu wanajenga hoja ya usalama wao kwanza na kueleza hofu kabla wajaenda kwa wale wanaowatetea, unajua hapa kuna shughuli ya kufanya. Hapa kuna shughuli ya kufanya. Nataka niwahakikishieni kwamba ni jukumu la serikali kusimamia usalama wa maisha ya raia. Huu ni wajibu wa kisheria na kikatiba. Katiba yetu, jukumu la kwanza la msingi la serikali ni usalama wa maisha ya watu na mali zao. Kwa hiyo tutakuwa serikali ya ajabu sana ambayo inashindwa kuridhia mkataba unaowalinda raia zake. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuhakikishieni kwamba hili tunalichukua kwa uzito unaostahili. Na kwa kweli wakati tukiongelea utaratibu huu kuweka kwenye katiba, kwenye sheria, kwenye nini, lakini wakati tukiendelea kwa sheria tulizo nazo na vitaka vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, sio tu kusimamia usalama wa watetezi wa haki za binadamu, lakini kuendelea kusimamia usalama wa Watanzania. Watanzania wana haki ya kuishi kwa amani bila hofu. Ni haki yao ya kikatiba. Kwa katiba hii tulionayo, Watanzania wana haki ya kuishi kwa amani. Na nimeona hata katika mambo mlioyaeleza kwa kirefu pale ni pamoja na maridhiano pamoja na katiba mpya. Lakini mbona niliambiwa katiba mpya nyinyi hamtaki? Hebu wasiotaka katiba mpya wainue mikono. Oh, kumbe mnataka wote. Sasa hebu niseme kidogo kwenye hili la katiba. La kwanza, ni muhimu sana watetezi wa haki za binadamu, asasi za kiraia, vyama vya siasa na Watanzania kujua kwamba sheria kuu ya nchi ni katiba. Sheria kuu ya nchi ni katiba. Majaribio ya kupata katiba mpya yamekuwepo kwa zaidi ya miaka 40. Lakini vuguvugu la kuitafuta katiba mpya limedumu likiwa kubwa tangu mwaka 92 baada ya kuanzishwa vyama vingi. Kwenye serikali ya awamu ya 4 ulianza mjadala wa katiba. Tukaweka na bunge la katiba, tulipiga hatua kidogo, alafu tukaenda tukakwama mahali. Tunaweza tukawa na mambo 40 ya kupigania, lakini katika mkakati wowote lazima uchague jambo kubwa ni lipi. Kwa mfano sasa hivi ukisikiliza madai mengi ya watu mbalimbali, unakuta wamepanga mambo 10 kwa pamoja. Ushindi vita ya mambo 10. Lazima uchague kubwa linaloweza kuyabeba mengine yote ni lipi. Na katika utawala bora katika nchi, kitu kinachoweza kubeba mengine yote ni katiba. Maana hakuna sheria inayotengua katiba.
Hakuna sheria inaweza kutungwa ikikinzana na katiba. Lakini kilichokuwa kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye mwafaka katika taifa, katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo, si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania. Ili uwe na hakika ya kupata katiba mpya, moja ya mambo ambayo ni muhimu sana, ni utashi wa kupata katiba wa rais aliyoko madarakani. Nataka niwaambie bila kuwadanganyeni, kwa mujibu wa katiba yetu, rais anapokaa kwenye kikao cha baraza la mawaziri, baraza la mawaziri haliamui, linashauri. Mawaziri wanapokaa na rais wanamshauri rais, rais ndiye anaamua. Kwa hata ajenda za baraza la mawaziri anayeamua ziingie zitoke ni rais. Akisema hii haitaingia miaka 100, haitaingia. Ndio maana mimi nilipokuwa katibu mkuu wa chama, wakati nasimamia uandishi wa draft ya ilani ya uchaguzi ya CCM, kamati ya ilani ya CCM tuliwapa kazi ya kutafuta maoni nchi nzima kujua watu wanataka nini. Na katika maoni walisema Watanzania wanatamani katiba mpya. Wakaja kuniambia Watanzania wanataka katiba mpya. Nikamwambia mwenyekiti wa ile kamati na wenzake, nikamwambia sikilizeni, jambo lenyewe zuri, lakini sasa hivi tayari tuna mgombea wa urais na tunategemea atakuwa rais. Ni vizuri atuhakikishie kwamba atalisimamia hilo, tusiliweke kitu ambacho hakitatekelezwa. Tukakubaliana, na mimi nikaenda kumuona Mheshimiwa Rais wakati ule kama mwenyekiti wangu wa chama, mimi katibu mkuu. Nikamwambia Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imekuja kuniona ya ilani. Inasema moja ya mambo makubwa waliobaini kwa wananchi walipotembea huko, wananchi wanataka katiba mpya. Nimekuja kukuuliza, una utashi, unataka ili jambo liingie kwenye ilani ya CCM? Akanijibu hivi, Katibu Mkuu, Tume ya Haki Jinai niliyoiunda, katika moja ya mapendekezo yake nayo ilibaini kwamba Watanzania wanataka katiba mpya, na niliwaahidi kwamba nitalitekeleza. Siwezi kuacha ahadi yangu, liwekeni. Sasa nasema hivi, ningekuwa na njia ya kuwaambia Watanzania jambo hili kwa siri bila hata rais kusikia, ningefanya kwamba jamani, rais analitaka, sukumeni.
lakini mazingira ya ruhusu inabidi tuniseme kwenye jukwaa. Kwa jamani, ili Rais Samia anataka litekelezwe. Ni vizuri tukatumia fursa hii ambayo rais analitaka likatekelezwa. Na Tume ya Haki Jinai ilishauri kwamba lifanyike kabla ya uchaguzi wa 2028 wa serikali za 29 wa serikali za mitaa na uchaguzi wa 2030. Lakini pia hata tume ya juzi ya Chande na yenyewe imesema katiba mpya hiyo imepatikana by mwaka 2028 ili itumike 29 na 30. Komaeni hapo. Tusisubiri aje rais ambaye hataki katiba mpya. Katiba iliyoko sasa rais binafsi ataitaka tu kwa sababu inampa nguvu zisizo na maana. Tusiruhusu tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine.